kwamba tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maliasili na Utalii, wenzetu wa Wizara ya Kilimo, ili kuona namna bora sasa ya kuweza kutumia eneo hili kwa kazi au shughuli zote za kibinadamu ambazo hazitoathiri sustainability ya bwawa letu hili. Kwa hiyo kwanza ni kazi ya kwanza ambayo tutaifanya, kukaa na wenzetu. Kama unavyojua mradi huu ndo kwanza umeanza, hauna hata mwaka na. Kwa hiyo ni kukaa kwanza, ilikuwa kuona namna gani Watanzania wanapata umeme wa kutosha. Ndio ilikuwa kipaumbele cha kwanza ambacho kwa sasa kama mlivyojionea wenyewe ndani hapa, muda huu tu tunazalisha zaidi ya megawati 850 hapa saizi tunavyozungumza. Kwa hiyo kwanza ilikuwa ni kuhakikisha tutapata umeme wa uhakika, na tutaendelea kwa kushirikiana na wenzetu wa TANESCO. MD yuko hapa na timu yake kuhakikisha kwamba tunamaliza mgao kabisa katika taifa letu kwa kutumia mradi huu na miradi mingine ambayo na yenyewe itakuja, na kuwataka Watanzania kutambua ya kwamba miradi hii ni kwa faida yao wenyewe, ni miradi yetu sote kama Watanzania. Kwa hiyo ni wajibu wetu kutunza miundombinu, transmission line zinazotoka hapa kwenda Chalinze na hata inayojengwa kutoka Chalinze kwenda Dodoma, inayotoka hapo kuelekea Mkuranga. Ni wajibu wetu sote kulinda miundombinu hii kwa sababu inatupatia sisi nishati ambayo tunaihitaji na ni muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Ninavyozungumza, miradi inayoendelea TANESCO ni ya shilingi trilioni 13.5. Trilioni 13.5. Tuna miradi 41 inaendelea, miradi 6 ya kuzalisha umeme na miradi 35 ya njia za kusafirisha umeme. Trilioni 13.5. Uwekezaji wa serikali ya awamu ya 6 kwenye umeme peke yake. Kwa hiyo mimi niwathibitishie Watanzania kwamba kwa sasa tunavyozungumza umeme wa kutosha tunao. Lakini nchi yetu ni kubwa. Hivi tunavyozungumza mimi na wewe, kuna mtu ananunua ardhi, yuko na mwenyekiti wa serikali ya mtaa, wanauziana ardhi, na kesho kuna mtu anaanza kujenga kwenye nyumba eneo analolijua mwenyewe. Mungu akimpa uzima na nguvu, baada ya miezi mitatu amemaliza ile nyumba na atakuwa anataka nimpelekee umeme. Anajenga wapi sasa hivi, kwa gharama gani, TANESCO hatujui. Tutajua akimaliza kujenga nyumba. Sijui tunaelewana jamani. Kwa mahitaji ya umeme hakuna siku yatakoma, na hakuna siku tunatarajia mtu atasema watu wote sasa hivi wamepata umeme, kwa sababu watu wanajenga nyumba kila siku. Mheshimiwa Rais anajenga vituo vya afya kila siku, mashule yanajengwa kila siku, ila umeme upo na sisi tuko tayari kuwasambazia. Ninachowathibitishia Watanzania, sasa hivi mgao hakuna Tanzania.